vingine. Kwa namna moja au nyingine tayari uwepo wa AFCON umenufaisha michezo yote. Kwa sasa kwa nini tusiungane wote kwa pamoja katika kucelebrate haya mafanikio pamoja na hii legacy itakayobakizwa kuibrand nchi yetu? Kwa sababu kwenye AFCON mwisho wa siku sisi tunaangalia kitu kikubwa zaidi, pamoja na kufurahia ile experience ya kwamba tunachezea nyumbani, lakini tunatakiwa tufurahie zaidi legacy itakayobaki hasa kwenye eneo la uchumi. Sasa kama tunataka kuwin huu uchumi, ni lazima tufanye zaidi publicity kubwa zaidi, na mnafahamu tunafanya nchi 3, lazima tujibrand. Kwa hiyo watu watumie fursa hii ya michezo kufanya matukio mbalimbali katika vyama vyao in the campaign of AFCON 2027. Kwa hiyo watu wanaweza kaandaa tukio, lakini katika kuenzi na kusherekea na kueleza umma wa Tanzania na dunia nzima kwamba jamani, tuna jambo letu 2027 ambalo ni la AFCON, ni la mchezo ambao sio mchezo wa cricket, lakini kwa namna moja au nyingine tayari linahusisha wana michezo. Kwa hiyo wito ule umetolewa na Mheshimiwa Waziri, na sisi kama watendaji, kauli ya mkubwa ni agizo, sisi tuko tuna jukumu la kuhakikisha linatekelezeka. Tutafanya vipi sasa? Tuta engage vyama, tutashirikiana nao kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana nao kwenye shughuli zao za kila siku, kuanzia kwenye kuplan na kuona namna gani tunawasaidia kuwezesha ili kuweza kufanikisha. Pengine kwa kutumia reference ya michuano ya CHAN ambayo ilifanyika hapa Afrika Mashariki, na kulikuwa na maelezo mengi tunaweza kusema, ikiwemo ucheleweshwaji wa baadhi ya taratibu kulingana na haya maandalizi kutoka CAF, lakini pia nchi washirika. Kuna experience ambayo tumeichukua ambayo tunatakiwa sasa kuanzia pale kuelekea kwenye AFCON. Nimekuwa nikisema mara nyingi kwamba kwanza tunashukuru sana, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na serikali ya awamu ya 6 kwa kuwa wepesi wa kukubali mambo yanayoshauriwa either internationally au hata ndani na wataalamu. Kwa sababu kiukweli mock imekuwa, yani CHAN imekuwa kama mock exam kwetu. Yani imekuwa ni kipimo chetu kikubwa sana kuelekea kwenye AFCON. Na mimi najaribu kuwaza kwa sauti kwamba tusingefanya CHAN, silikuwa sijioni ni wapi tungeweza kufanikisha kwa kiasi kikubwa AFCON, kwa sababu kwanza tumeifanya CHAN kwa kiwango kizuri. Yani kwa kifupi CAF wame appreciate, kama mnakumbuka wametoa hata barua recognition kwenda kwa Mheshimiwa Rais. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tulifikia viwango vyao na zaidi. Na kwa maelezo ya Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu barani Afrika, Dr. Musepe, anasema kwamba it was the first better CHAN ever. Na ni kwa nini tulikuwa tunajitahidi sisi kujistretch, tukijipima kwamba jamani tuashumu hapa ndo tuko kwenye AFCON. Sasa kuna mambo mengi mno, pamoja na ile comment nzuri tulioipata, sisi tunaona kwamba kuna vitu vingi sana tulikuwa bado, kuna jambo tumejifunza sana kuelekea kwenye AFCON ambacho tunaamini kitatupeleka pazuri kwenye engo zote. Kuanzia kwenye namna gani tunaweza kupokea wageni, yani wakati ule tulikuwa tunafanya kama majaribio, lakini tukaja kuona, unajua ukifanya ndo unaona gap liko hapa hatujafanya vizuri. Wanasema uzoefu ni mwalimu mkubwa. Uzoefu ni mwalimu mkubwa kabisa. Kwa hiyo sisi kwenye CHAN kiukweli kwa engo zote, kuanzia kwenye namna gani infrastructure zinapaswa kuwa za barabara, za viwanja vyenyewe tunaviboresha vipi kwenye viwango vile, upokeaji wa wageni, hoteli za kulaza wageni, na wakati ule mkumbuke tumepokea wageni wachache. Sasa hivi sasa tunajiuliza kama wale wachache tulipata challenge hii, hao wengi wanaokuja itakuwaje? Maana tutapokea wageni wengi sana kwenye AFCON tofauti na CHAN. CHAN ni local kidogo. Yes. Kwa hiyo watu hawavutiwi. Kwa hiyo kwenye AFCON mataifa mpaka ya Ulaya, Marekani watakuja kuscout wachezaji, wengine kuja kuspend, wengine wanapenda tu kuangalia mpira. Tutakuwa na wageni wengi. Engo ya hoteli tunafanyaje? Tunafanya vipi kuutilize fursa za kiuchumi kuhakikisha kila mwananchi ambaye anajijua kwa namna moja au nyingine anaweza kaokota chochote kitu wakati huo anafanya hivyo. Atafanya biashara gani? Atauza kitu, atafanya boresha nyumba yake, aifanye Airbnb, atafanya usafiri na usafirishaji, atauza mazao, atatangaza kahawa, tutatangaza vipi maeneo ya uwekezaji tulionayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwetu sisi tumeona kwamba kwenye CHAN kuna maeneo tulifanya kwa uzuri na tuliwaridhisha wenzetu, kwa maana eneo la tournament kwa ujumla wake. Lakini kwenye kuexplore opportunities za kiuchumi ambazo kwetu sisi ndo tunazozitamani sana, kwa sababu tumeweka pesa, tunatamani miaka 5 mbele pesa yetu irudi na ziada mara 200, especially kwenye eneo hasa la utalii na eneo la uwekezaji. Tunataka tuone wale wageni wakija hapa aone kwamba Tanzania kuna fertile land, kuna madini, kuna mlima, kuna nini, aje arudi baadaye kuja kujenga kiwanda, aone kuna population kubwa ambayo inapenda kitu fulani, atengeneze kiwanda cha kuuzia watu hapa. Akitengeneza kiwanda tutapata vitu kwa bei rahisi, lakini vijana wataajiriwa, atalipa kodi kwa nchi. Kwa hiyo sisi tunaitazama kwa namna ambayo sio ya hapa, ni ya miaka mingi mbele huko. Ni zaidi ya mpira yani. Ni zaidi ya mpira. Kwa reference hiyo pia tuliona
wakati wa CHAN branding zilizofanyika pengine hazikwenda viral sana kwa ukubwa huo. Na kampeni ilikuja kwa mwishoni sana. Sasa hivi tunaanzaje? Tumeona Morocco ilivyokuwa kila sehemu unayopita AFCON. Miezi 7 mpaka 8 kabla ya AFCON tayari ilikuwa branded karibu kila sehemu, SGR zao na kila sehemu. Sisi tumeshaanza kupekua huko. Yes, mpaka hoteli binafsi ukishuka pale airport unaona bendera, rangi, kila kitu kilichopo ni AFCON. Sisi tunaanzia wapi hapo? Yaani kama nilivyosema, kiukweli maeneo ya gap ambazo nimezitaja ni pamoja na hilo la publicity hatukulifanya kwa level ile. Na it was a lesson, na ni lesson kwa maeneo mawili. Kwanza, mnakumbuka CHAN tulipewa kwa muda mfupi sana, notice ya kufanya CHAN ilikuwa ya muda mfupi. Kwa hiyo hata vitu vyote unavyovisema pia vinahitaji financing. Hata wakati ule ilikuwa una stretch serikali kujenga miundombinu, kufanya hichi na kutoa fedha nyingi kwa ajili ya mambo hayo. Lakini with AFCON Watanzania wakae mkao wa kula. Bomu linakuja. Kabisa. Bomu linakuja, tutafanya kwa viwango vya juu sana kuliko hata wanavyoweza kufikiri. Na tuna imani kwa sababu kama nilivyosema, serikali ya Dr. Samia kwa kweli imedhamiria kufanya mambo ambayo kwa kweli Watanzania watabaki na memory kwamba jamani, kuna jambo lilifanyika hapa. Na hao wa duniani waone kwamba iko sababu ya kuendelea kutaka kuja kufanyia hapa. Tutafanya mambo makubwa sana na maandalizi yameshaanza tayari. Yes. Bwana, mimi niko kwanza niwakumbusha watu wa YouTube wafahamu tuko Benjamin Mkapa. Tuko na katibu wa BMT. Wajue tuko Benjamin Mkapa. Lakini mimi nataka nikurudishe pale mwanzo nilipozungumzia kwenye issue ya hospitality pia, mapokezi ya wageni na nini. Tunafahamu ya kwamba hilo sio la BMT peke yake, na wadau wengine hasa wamiliki wa hoteli, lodge, hizo Airbnb na nyingine. Sasa mpango ukoje kuhakikisha kwamba mnakaa nao hawa ili kuzitengenezea standard, sio kuwapangia lakini kukaa nao kushauriana standard, ili wageni wanapokuja waseme bwana, pale ukienda hata kama sehemu ya kiasi fulani kuna standard fulani ipo, kwa sababu naamini wakifanya vibaya wao pia wameaibisha nchi pia kwenye michuano hiyo. Mimi nikwambie tu, umesema sio kuwapangia, watapangiwa. Kwa sababu hili ni jambo la nchi na hawa watu wako chini ya mamlaka za serikali. Na mamlaka zina standard zake. Kwa kama tumezoea kwenda hivyo kwa sababu kawaida kwa sababu ya, lakini hili tukumbuke ni jambo la nchi. Na kama nilivyosema tunafanya nchi 3. Kuna ile image itakuwa ni vizuri sana ikionekana tumefanya Tanzania, Kenya na Uganda tumefanana. Kuliko aende Kenya akute standard ziko juu, alafu Tanzania standard ziko chini. Na wewe ni wito hata kwa wenzetu Kenya na Uganda na wenyewe wafanye wa pull mpaka pale, ili ukizungumzia pamoja kama East Africa fulani iwe pamoja kweli kwamba kuna ule mfanano. Kwa hiyo hoteli zitapewa maelekezo. Na uzuri ni kwamba kama ninavyozungumza, Mheshimiwa Waziri Mkuu miezi kama 2 alifanya kikao kuhusisha wizara zote. Na jambo la AFCON watu wanaweza kaliona ni la wizara ya michezo, lakini linahusisha wizara zote, na tunashukuru kwamba wizara zote zimeshaanza kuchukua initiative. Hoteli kwa mfano ziko chini ya mamlaka 2. Zile kubwa za utalii na nini ziko chini, kuna maeneo wanaitika Wizara ya Maliasili na Utalii. Wana standardi zao, watapewa na watakaguliwa, kwa sababu mwisho wa siku sisi waandaaji tutakuwa tuna recommend kwa wageni waende wapi. Sasa chaguo ni la kwako. Watu wa recomendiwa kuja kwako au uendelee na standardi zako za business as usual, ukose wateja na watu tayari wananufaika. Na sisi tutafanya hivyo kwa sababu kwanza tutataka kuona wanaboresha hizo standard. Na ndio moja ya legacy tutakayobaki nayo kwamba tukishaziboresha vile tusirudi chini, tubaki pale pale. Lakini jambo lingine, kuna ofisi ya Rais TAMISEMI na wenyewe wanahusika na mambo ya hoteli. Lakini watu tunawaambia kila siku waone hizi fursa. Yaani kikubwa nilichotaka kusema ni kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu alitisha kile kikao na anaendelea kushendo mwenyekiti wa kamati ya kitaifa. Lakini kuna kamati kama 4 hapo, zote zinaendelea na utekelezaji wa majukumu yake. Lakini mkae mkijua kwamba kuna engagement ya wizara zote ambazo kwa namna moja au nyingine zitahusika kwenye hii AFCON. Kila mtu anaweza asielewe ni kwa namna gani anahusika, lakini nikikwambia hata Wizara ya Kilimo inahusika hapa. Kwa sababu watatakiwa kubrand kahawa yao, korosho zetu, sijui nini. Tuna vitu ambavyo sisi Tanzania tunavilima ni peculiar. Mafuta ya alizeti ambayo hayana cholesterol na nini. Ndio muda wa kuvinadi hivyo vitu. Absolutely. Yani tuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kusema mimi bwana nalima na usikaje huko. Mtu wa uvuvi. Tutatakiwa kuuza samaki wa kutosha hapa. Tuna bahari kubwa, tuna maziwa, tuna nini. Sio tu kuwauzia watu samaki wale kwa wakati ule, lakini hata kuona namna gani tunaalika sasa wakija watu waone mbona kuna hii potential hapa. Acha nije kuwekeza, nifungue kiwanda cha kusindika samaki Tanzania. Kwa sababu maziwa yapo, mito ipo, bahari ipo. Lakini sio hivyo tu, naweza pia nika export. Mtu akaja kuamua kufanya biashara ya kuwa akafunga mkataba na Watanzania wa kuexport samaki wa Tanzania ndo wakaliwe bara la Asia. Samaki wa Tanzania tu.
Kwa hiyo fursa ziko nyingi na kila wizara inatakiwa ifungue macho kwa ajili ya ku-explore. Na sisi tunaendelea kuwa-engage na kuwaonesha kwa maeneo yale ambayo tunaona sisi tume-explore, lakini tunaamini wao ndio wanaweza wakaichungulia fursa zaidi kuliko ambavyo sisi tunaweza tukaconcentrate na area yetu ambayo ni ya kwenye pitch zaidi ya michezo. Sawa, kwa mwananchi wa kawaida, hili mimi nilikuwa nimelitazama kwa engo nyingine tofauti. Wakati wa AFCON Morocco niliona mashabiki wakijaa uwanjani. Na nilitaka kufuatilia kwa nini mashabiki wanajaa uwanjani. Unajua hapa nyumbani Tanzania tuna kile kitu kwamba timu ya taifa mashabiki ni mpaka wavutwe, lakini kuna wakati wanakuja na wanajaza uwanja. Lakini kule walikuwa wanakuja na ukija kuangalia nini hasa kile kinawapeleka ni networking. Wanakuambia kule uwanjani watakutana na wa Senegal, wa Algeria, watabadilishana namba, watabadilishana mazungumzo na biashara zitaendelea wakati wakiangalia, wakipata burudani. Kwa mashabiki wa Tanzania, wachukue hasa somo gani kwa kuja uwanjani na kujaza viwanja, especially katika unafuatilia ngumi, unafuatilia riadha. Njoo uwanjani, angalia mechi ya Taifa Stars, angalia mechi ya Burkina Faso labda na Algeria, angalia mechi ya Morocco. Tusikae wenyewe na kuambia kwamba hii AFCON ni ya kwenu bwana, si haituhusu. Mimi nashukuru kwanza umelisema, alafu niombe sasa nyie tusaidiane kabisa. Kwa sababu hapa sasa hili ni swala la elimu. Na katika mtu ambaye anaweza katusaidia number 1 kwenye hili ni watu wa vyombo vya habari. Hebu tusaidiane kuambia Watanzania kwamba unapokuja uwanjani kuangalia mechi, yani michezo, connection na networking ndio kitu kikubwa zaidi. Unapokuja uwanjani, mimi nitakutana na Irene, sijawahi kukutana naye. Wakati tunazungumzia mpira pale, tutajikuta tumeambiana hii lipstick umenunua wapi? Umeitengenezaje? Anaweza akasema hii ni brand yangu, ukitaka njoo ununue kwangu, lakini pia naweza nikakufundisha na wewe ukafanya kitu tofauti. Nimechukulia mfano mdogo wa wanawake kwenye eneo dogo la lipstick, lakini kuna mambo mengi unaweza ukajikuta unatengeneza network na marafiki ambao watakusaidia kwa mambo mengine. Lakini pia unaweza ukalearn through experience. Unaweza ukakaa pale ukaona jambo fulani, alafu ukarecognize mbona hichi kitu ni gap. Mbona naweza nikatumia ili gap nikaligeuza kuwa fursa. Mathalan unaweza ukaja hapo uwanjani ukaona jamani nina kiu sana na hii sipati maji ya kunywa, napata wapi maji? Explore ukaona mbona hapa uwanjani hamna sehemu ya maji ya kunywa na vinywaji. Kwa nini nisitengeneze booth yangu mimi, niombe kibali hapa uwanjani, labda wa improvise nipate paku. Yani kuna fursa unaweza ukaiona by experience kwa kuangalia. Lakini unaweza ukapata networking, lakini jambo la tatu unapata experience ya furaha kabisa. Waza kuhusu stress ulizonazo za maisha. Alafu unakuja hapa mwanzo mwisho ukutani sijui na habari ya una mgonjwa nyumbani, una msiba, una nani, wewe unakutana na habari ya kwamba kuna excitement jamani, goli linaenda kufungwa, linaenda linarudi linakata. Unajua ile raha kabisa. Unaongeza lifespan yako. Kwa hiyo mimi katika hili niombe Watanzania tuungane kwa pamoja, tuambiane, tufundishane umuhimu wa kuwa sehemu ya entertainment. Maisha ni magumu. Yaani tusikae kwenye ule ugumu tu, tumezitafuta mno hizi hela muda mrefu, hatujawahi kuzipata zikatosha. Lakini pia unaweza ukashangaa unapokuja kwenye entertainment industry, unafungua fursa, ukajikuta unapata, yani unaondokana na zile shida ulizonazo kwa sababu ya network ambayo unakuwa umejifungulia. Kwa hiyo mimi niwaombe vyombo vya habari na Watanzania wote tusaidiane kuambiana. Kuna raha yake. Na raha kubwa zaidi ni kwamba ni pale tutakapoona na kuamini na kuelewa kwa pamoja kwamba hawa wanaocheza 10 na ngapi uwanjani ni representative wetu sisi. Kwamba embu assume kwamba mimi leo naenda kupigania taifa langu. Na nitoe wito kwamba tusiishie kuja kwenye mechi za Taifa Stars tu. Sisi ni watu wa mpira. Yaani tunajulikana kabisa, hata CAF walikubali kutupa hii hosting kwa sababu wanajua Tanzania tuna experience nzuri ya kupenda michezo. Sasa isiishie tu kwenye Yanga na Simba kama vilabu. Hata timu inapokuja kucheza hapa ya Senegal, tuje tuangalie. Wao ashumu unaona raha, uone raha siku ile, kwa mfano yale masekeseke yalikuwa yanatokea uwanjani ndio unashuhudia. Mimi nilikuwa live pale. Nilipata raha. Kuona ile mara wamegoma, mara wamerudi, mara discussions zinaendelea. Ni sehemu ya burudani pamoja na kwamba yes. Alafu linatokea nyumbani. Kuna vile vimbwanga vya mashabiki, huyu kasifanya hichi, huyu kampa, huyu kama Lumumba. Ile experience wewe uone kwamba ni kitu kizuri ambacho kwa Tanzania kuja kama Nyerere na kadhalika. Na kadhalika watu waendelee kuwa wabunifu, wabuni na wenyewe namna gani tutaibrand nchi yetu kwenye eneo la ushabiki. Na mimi nawaambia kama nilivyowaambia, ipo kampeni kubwa sana inaandaliwa. Mtapigwa na surprise wa Tanzania, na naamini tukisaidiana na nyie kuipeleka message, Watanzania watavutika, watakuja kuangalia mechi zote, sio tu za Taifa Stars. Bwana, hiyo fursa niwaambie tu hata vijana, sisi Bongo FM vijana wengi wanasikiliza. Wakati wa AFCON mechi ya Tanzania na Nigeria, ili trend picha baada ya mechi,
kuna Mtanzania mwingine alimfuata Juksi alionekana akitaka kufanya kama Juksi alionekana kule jukwani. Kwa hiyo kabisa hata maeneo ya upigaji wa pesa pia mimi nilikuwa naona kule, mfano ukienda moja kwa moja labda kwa kutafuta labda sehemu ya saluni, nywele zimechoka au labda hivi, ukienda moja kwa moja saluni kuna bei utapewa ambayo ni kubwa kidogo, lakini ukutana na mwenyeji uwanjani nakwambia mimi nikupeleke sehemu, anakupeleka machimbo chimbo na yeye anapata cha juu na maisha mengine. Kwa hiyo hata hapa Tanzania tunaweza tukawapokea hao wageni, tukawa tunawapeleka kwenye saluni zetu Mwananyamala wapi, na wakapata huduma nzuri bila kuibiwa, bila kufanya chochote, lakini pia na wewe ukapata cha juu. Januari 30 mwaka huu kuna timu moja ilikuwa inacheza visiwani Zanzibar kutoka nje ya Tanzania. Walienda pale Kisutu, walichukua korosho kilo 350 kwa mama wawili, tukakina mama wawili. Sasa korosho kilo 350 kuziuza kwa pamoja sio kitu ambacho unaweza kukiexpect kwa haraka hivyo, na nafikiri wale kina mama pia waliuza kwa bei tofauti, kwa sababu waliwauzia kwa kilo moja shilingi 30,000, karibu 6,000 zaidi ama 7,000. Ni kitu ambacho uwezo kukipata kwingine isipokuwa kwenye mpira, na ni muhimu pia hata watu watemeke hapa Wailesi na maeneo mengine ya karibu. Hawa watu bwana, wataniwia radhi, mimi nawaambia ukweli, ni miongoni mwa watu ambao wana let down sana uwanja wa Mkapa. Wamekuwa hawajitokezi kwa wingi kwenye mechi zao. Unaweza kukuta siku ya mechi hapo ukipita Wailesi watu wana shughuli zao nyingine tu wanaendelea nazo, lakini kuelekea kwenye AFCON ni jukumu letu sisi tuliokuwa karibu na hivi viwanja kuvibeba na kuibeba nchi kwa wakati uliokuwepo. Ukienda Morocco utarajie mtu wa Feza atoke aende akakae Casablanca kwa ajili ya mechi. Mtu wa Casablanca ataenda pale pale Mohamed watano, atajaza uwanja na kila mtu ana wajibu kwenye ile, hata wa bodaboda kila mtu ana wajibu. Juzi bodaboda wametrend sana nchini Tunisia wakati wa mechi ile ya Simba na Esperance de Tunis, kwa sababu mashabiki wa Esperance wengi walikuwa wanatolewa na kule kivukoni na bodaboda kuletwa. Kwa hiyo kila mdau kama anavyosema Neema Msita ana wajibu, na usijione kama una nafasi ndogo. Kila nafasi na maana kubwa kwenye hizi details ndogo ndogo. Una mazungumzo mazuri na TFF. Natamani kufahamu kutoka kwako, mnaongea nini hasa kuhakikisha kwamba si tu kuwepo kwenye AFCON, angalau tunasogea, tulifika 16 bora, angalau tusogee robo, angalau tuone basi timu yetu ikiendelea na mashindano, tusitolewe mapema ikawa pia kidogo ni ngumu kwetu, ina maumivu yake tunafahamu. Hata kama tutasema tutashabikia hizo timu nyingine, lakini maumivu bado yapo na ni nyumbani. Kwa kweli, kwa maana ya mpango wa serikali na TFF, uzuri tunafanya nao kazi vizuri, tuko nao kila siku, na serikali imeweka nguvu kubwa sana this time kwenye kama ilivyoweka kwenye mambo mengine kwenye michezo imeweka zaidi. Nice. Na tunazungumza nao kila siku na mipango tunapanga kwa pamoja, tunachukua kutoka kwa maana wao ndo technical, wanashauri wanataka nini, lakini eneo linalohitaji financing serikali inafanya. Ndio maana utaanza kuona lengo letu ni kucheza finali. Yaani tukishacheza finali hiyo siku ni finali. Lengo letu ni finali. Yes. Tukishacheza finali hiyo siku ndo tutajua tukikikosa basi. Yeah. Lakini tucheze finali alafu tuko nyumbani tukose, tutakuwa waajabu kidogo. Lakini kama nikwambie tu kwamba serikali na TFF kwa pamoja, TFF wamesha submit mpango wao serikalini na serikali imeshauchakata. Kwa kuanzia mtaona kocha amealikwa, ameajiriwa. Hiyo yote ni mipango ambayo tumeshirikiana TFF, wamesema ili tuende na mipango, miongoni mwa vitu walivyosubmit pamoja na ile upatikanaji wa kocha ambaye ana hiyo taaluma ambayo inaweza kutuvusha. Mtaona tumempata Miguel Gamond, tuko naye, lakini kwa sasa hivi anachokifanya ni kuendelea kufanya scouting ya wachezaji. Ameshafanya scouting, ana roster kubwa sana ya wachezaji wengine ambao wako diaspora, na wenyewe tunaona uwezekano serikali wa kufacilitate ili waweze kuona ni namna gani wanaweza kupata vibali vya kucheza. Anaendelea kuangalia kwenye ligi zetu za ndani, maeneo mbalimbali, kuona wachezaji gani anaweza. Kwa hiyo saizi yuko kwenye build up ya kutengeneza kikosi. Kocha anaendelea na kazi. Na mipango mingine yote inaendelea. Tayari kuna mapendekezo ya kwamba kutakuwa na kambi za mara kwa mara, kutakuwa na friendly games, vyote viko taken on board na serikali imeshakubaliana nao kwamba itawezesha kila kitu. Kwa hiyo kama serikali itawezesha kila kitu na TFF wametoa technical eneo lao kwamba ni mambo ni haya, mimi nadhani tubaki tu tuamini kwamba jukumu lilobaki sasa ni la mashabiki kuja uwanjani. Mimi na imani kubwa sana kwamba tutakwenda finali. Amen. Sawa, tunaombea na dua pia katika hilo. Kama vile ambavyo amesema kwamba serikali iko tayari kuweka fedha na kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda on point. Ndivyo ambavyo pia na Vodacom wanahakikisha wewe ndugu yangu unapokwenda kupata futari basi mambo yanakuwa mazuri. 10% inarudi ukienda kulipia kupitia M-Pesa ili mambo yako yaende vizuri. Iftari kumbe sio futari.
Futari Vya ina kuchimbwa. vya kuchimbwa vya kuchimbwa na vya kuchuma vingi. Alafu uzuri Maharage sisi ambao hatufungaji tunapenda vya kuchinja sana kidogo. Anakwambia nimeenda sehemu nimekuta havichomwi chomwe. Sasa hiyo inampa shida sana. Bwana Lutengano, tuseme wote pamoja ndugu yetu Lutengano. Sawa. Mbali, upo karibu nami, popote niendapo utakuwepo hapo hapo. Na msimu huu pokea salamu, pokea tabasamu, pokea salamu, pokea upendo. Watanzania zaidi ya milioni 60, mtandao wetu ni mmoja, mtandao Super. Tupo nawe kwenye mawasiliano. Huu ni mtandao Super wa Vodacom unaounganisha na wale wapendao. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. Ya kisports yaliyomeki headline kwingineko. Tunapata lile breeze, kisha manukato mazuri ya marashi ya karafuu yanapulizwa na 90.0 Bongo FM Zanzibar. Harufu ya utuli. Tanga, waja leo warudi leo. Upepo mwanana na muziki wenye ladha ya dunia mpya. 89.7 Bongo FM Tanga. Burudani isiyo na mipaka imekita kambi 90.0 Bongo FM Dar es Salaam. Utamu wa Sato na lile vibe la kuvunja miamba linakita kitani kwako. 90.0 Bongo FM Mwanza. Ya kisports yaliyomeki headline kwingineko. Kutokea hapa Benjamin Mkapa, na umesikia baadhi ya sehemu ikiwemo Zanzibar kule ambapo pia AFCON itapata nafasi pale Arusha na hapa Dar es Salaam kwa Tanzania. Ila imekaa kimkakati. Zanzibar kiutalii super. Dar es Salaam biashara super, ndo sehemu yake, ndo makao makuu ya biashara nchini. Arusha kiutalii super. Yaani imekaa kimkakati sana. Dar es Salaam wanasema ukosi kitu. Peleka watu hata wakale miguu ya kuku kule. Ndio utalii wao. Peleka Mwananyamala. Dar es Salaam bwana, watu wa fursa. Kuna video mimi nilikuwa naangalia juzi YouTube. Kuna wageni walikuja kwenye chana, wakawa wanafanya hizo vlog za mtaani, wanaenda ilikuwa Kisutu huku Mnazi Mmoja. Wakawa na rekodi wanasema kwenye miji ambao wametembea, mji kama Dar es Salaam walikuwa wanashangaa. Yaani wakienda Kariakoo ni center nyingine kabisa. Kama sio Dar es Salaam, wakienda Temeke ni center nyingine. How cool the place is Masaki. Yaani unanielewa, sio? Wakawa wanashangaa how is it possible? Unapata testi zote. Ukitaka ushuani kupu. Uswahilini kupu. Yaani na watu wana change kabisa. Na watu wana change kabisa. Ukienda Masaki watu wapole, watulivu. Ukija Temeke watu mbio. Alafu unakuta umetoka zako Tunisia, unafika hapa unakuta kuna jagi pale juu limefunikwa hapo, kula uulize hata bei haizidi 2000. Sawa. Kwenye mipango sasa na wadau wengine, mimi nilikuwa na wazo kidogo. Kwa nini tusiwe na uwezekano wa karibu na AFCON au wakati AFCON inaendelea kukaa kuna matukio mengine ambayo siku ambazo hakuna mechi mtu anaweza kwenda kutazama na kuona ama kuinteract pia na watu kutokea katika maeneo kama hayo. Mfano labda wa ngumi wakajipenyeza katikati, taarab na vitu kama hivyo.
golf na kadhalika, kwa sababu yote haya mnaweza kuyaona na fursa hizi tukazitumia pia, wakajaza wakaongeza kipato watumiaji wa eneo lile ama wakazi wa eneo lile, wakauza bidhaa zao na kadhalika. Na kwa kujazia hapo, kama ilivyokuwa wakati wa Chan, tulikuwa na scale festival pia ilijumuika umo, tuliona watu walivyokesha na vitu vingine vya namna. Nadhani kama ambapo nilitangulia kusema kuna package ipo inakuja. Hii ni surprise. Ni surprise, lakini mimi niwaambie watu, pamoja na kwamba ni surprise, maandalizi yanamhitaji mtu, sio lazima asubiri surprise. Tutakuwa na matukio kadhaa mengi kuelekea huko. Mojawapo ni hilo la kuhakikisha kwamba vyama vingine vya michezo navyo vinaandaa matukio yao ambayo watayalebo kuelekea AFCON. Lakini tutakuwa na matukio mengine pia mengi kama ulivyosema. Lengo ni kuleta awareness kwa Watanzania, kwanza wajue kuna hili jambo. Lakini sisi nchi itafurahi sana ikiona kwamba nchi yenyewe itanufaika. Unufaikaji wa nchi utachukua muda mrefu, yani muda mrefu mbele, kwa sababu tunategemea kuattract au wawekezaji, watalii, kuitangaza nchi yetu, kuuza utamaduni wetu, lugha yetu ya Kiswahili. Kwa mfano walimwengu hawajui kwamba Kiswahili ni lugha ya Tanzania. Hiyo ndo muda wa sisi kuonesha kwamba jamani, this is our thing na ndo lugha ya Afrika. So pamoja na hayo yote bado tutakuwa na matukio mengine pia ambayo tutahakikisha kwamba Watanzania wanapata uelewa. Sisi lengo letu ni kuhakikisha kwamba katika kipindi kile cha tournament Watanzania wenyewe wananufaika. Wale Watanzania kunufaika moja kwa moja ni kipindi kile cha mashindano. Yaani ile ya mtu mmoja, nimebeba mtu kwenye bodaboda, leo nimepeleka watu 10, nimepata milioni, nimepata laki ngapi. Leo nimeuza chakula zaidi ya nilivyokuwa nauza. Leo nimelaza wageni, leo nimeuza voucher, leo nimefanya transactions za benki, leo nimefanya bureau de change, nimefanya leo nimeenda nimepangisha. Yaani ile ya moja kwa moja ndo tunataka Watanzania wapate. Sasa ili wapate awareness ndo kama ulivyosema, tunahitaji kufanya matukio mengi ya kuleta awareness. Kwa hiyo mtaona tu hapa kutakuwa na prevents nyingi sana kuelekea kwenye AFCON kwa ajili ya kuleta awareness kwa Watanzania ili watumie fursa za kiuchumi za wakati huu. Lakini sasa kama nchi tutaendelea kujipanga kuhakikisha zile fursa za muda mrefu na zenyewe tunazitengenezea mkakati wa kuhakikisha kwamba wale wageni wakija hawaondoki hivi. Yaani lazima warudi kuja kufanya mambo makubwa baadaye, ili na sisi uwekezaji mkubwa tulioufanya tupate manufaa nao baadaye. Tupo Benjamin Mkapa, naona viwanja vinaendelea kurekebishwa kama huu, lakini viwanja vingine vinaendelea kujengwa. Ni kwa mara kadhaa unapita mitandao ya kijamii, nafahamu unayo na dunia ipo huko kwa sasa. Watu wananyoshea mikono sana East Africa, hata waandishi wa habari wa maeneo mengine wakiuliza kwamba hiyo miundombinu ikiwemo viwanja itakuwa kwa wakati na itakuwa katika standard zile. Morocco palifana bwana. Labda wao walifana zaidi kwa sababu labda wanajiandaa na World Cup na vitu kama hivyo. Sisi hapa tuna target yetu, tunafahamu. Nyinyi serikali mnaweza mkatuambia kwa wakati huu watumiaji pia wa viwanja wanatakiwa kuwa makini na utunzaji pia wa viwanja. Tukianza kwenye ukarabati na wale ambao wanajenga viwanja, utakamilika kwa wakati na kuhakikisha kwamba mahitaji yanakuwa kwa wakati. Mimi niwaambie Watanzania, unajua wanatakiwa waelewe, na hao wa huko kwenye mitandao ya kijamii hasa wa duniani. Watanzania mimi najua wenyewe wachache sana watakao kuwa watazungumza negative kuhusu jambo lao. Sure. Lakini hao walioko huko waliko wakae wakijua kwamba sisi AFCON hatufanyi kwa hisani. Yaani tuna vigezo tumepewa na CAF wanaona kwamba tunaendelea kupambana kuvimiti. Na ndio maana kwenye CHAN walitupa wakawa kila msione yanafanyika, wanakuja. Hata February walikuwa hapa. Wanafanya inspection, wanaona, wanasema kwa hapa mlipofika bado hichi na hichi na hichi, na wakija next time wanaangalia mmefikia wapi. So kwa hao walioko huko duniani waelezwe tu kwamba sisi hatufanyi kwa sababu ya kufanya kama bonanza. Tuna meet standards zilizowekwa na CAF, na ndio maana serikali iko very serious. Imefanya yani imewekeza nguvu nyingi, macho, masikio, miguu kwenye hilo jambo, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunafikia viwango vile ambavyo tumepewa. Lakini kuhusu maandalizi yetu sisi, na haijaishia kwenye viwanja tu, hata barabara. Wengi wako worried na barabara na nini, lakini hivi ninavyokuambia, nikwambia mkutano wa waziri mkuu uliokaa ulitoa maelekezo mengi sana kwenye wizara hizo za kisekta zingine. Kwa hiyo utaona saizi uboreshaji wa barabara Arusha utaanza muda si mrefu, Dar es Salaam. Sasa yale maeneo ambayo yatakuwa ni inlet ya kuelekea na outlet ya kuelekea uwanjani, viwanja barabara pia zitaimarishwa. Kuhusu utayari na hofu ya Watanzania kwamba je, tutakuwa tumefikia hapa, we are almost ready. Yaani ukiangalia hamna kitu kilikuwa stress kwenye huu uwanja kama taa zishafanyiwa kazi. Hakuna kitu kilikuwa stress kama viti. Kweli. Tayari unaona hapo ndo wanamalizia kazi, na uzuri mmekuja hapa leo mjionee wenyewe. Ni VIP tu ndo imebaki. VIP, na ndo hicho nilichosema, bado vitu vichache ambavyo ni VIP hapo. Kutakuwa kuna maboresho mengine ya namna gani launch itakuwa na kadhalika. Yes. Na hii pitch unaiona hapa ina mvuto, inapendeza sana, lakini hii
itanyofolewa, itawekwa nyingine, na muda tunao, kwa sababu pitch ili ifikie standard inayotakiwa inahitaji miezi kama 4-5 plus testing na kila kitu, so bado tuna muda, na mkandarasi ameshapatikana kwa taarifa nilizonazo, kwa sababu wizara ndo wanasimamia anytime T. Ndio maana unaona kuna kipindi lilitoka tangazo kwamba uwanja utasimama pitch kisha ondolewa, hii majani yote yataondolewa, pitch itawekwa upya. Arusha kule tuko almost asilimia, nadhani last week wameenda, kama sikosei sana, tuko sijui 70. Yes. Yani tunaenda na kwa speed iliyoko pale, wewe mwenyewe ukienda, waandishi ni waombe mvisit pale. Okay. Siku nyingine mkafanya kipindi cha hivi pale kabisa, yeah, muone tutakwenda. yani watu wako kama sisimizi all the time, yani watu ni wako busy. Sasa ule ubizi ukiona na kitu ambacho tayari kimeshafanyika, unapata picha kabisa kwamba miezi 2 mbele hichi kitu kimeisha, na wameshaanza. Kwa mfano viwanja vile cha mazoezi cha pale nje tayari wameshaotesha nyasi ziko kama hivi. So sisi tuna imani kubwa sana, kwa sababu serikali imejicommit. Maana yake mwisho wa siku ujenzi na ukarabati na vitu vingine it's all about money. Kwa hiyo serikali imeshakubali, imeweka pesa. Kitu gani kinashindikana? Tutamit vigezo na tunaamini kabisa kwamba tutafanya CAF kwa mashindano kwa standard ya CAF. Sawa, kuna maswali mawili nataka niulize, lakini na ndugu zangu bwana wananisikiliza sasa hivi. Ndugu zangu huwa kuna hela wanawapa. Sasa kuna muda mrefu sijawapa, naomba niwakumbushe kwanza wachukue hizi pesa. Bwana Mshua bado ana dakika zake kama 15 mbele aje atoe pesa. Chukua simu yako, kisha unashiriki kwa shilingi 1000, nenda kwenye menu ya kutuma pesa, afu nenda sehemu pale alipia bili. Baada ya hapo nenda sehemu ya weka namba ya kampuni ya biashara, bonyeza hapa, alafu ingiza namba ya kampuni ya biashara ambayo ni 321111. Namba ya kumbukumbu utafuata ambayo ni 333 au neno bongo. Kiasi cha pesa ni 1000, kisha namba ya siri na kubonyeza 1 kuthibitisha. Swali langu kwenye uwanja kwanza, kabla sijaenda kwenye kitu kingine, tuna mpango kuweka hybrid kama alivyoweka Zanzibar? Hapana, hapa wanaweka asilia. Aha. Okay. Natural kabisa. Sawa. Hapo kwenye swali la pili. Okay. La uwanja naomba nimalizie. Kuna hizi story juzi nimemsikia waziri akisema kwamba mambo ya fungus na vitu kama hivyo. Viwanja hivi vinamilikiwa na serikali. Masharti mtawekea kidogo klabu ambazo zitakuja kutumia uwanja kama huu ili kumit standard na kuacha uwanja ukiwa katika hadhi ile ambayo ilikuwepo, kwa sababu sometimes sisi wenyewe ndio tunajenga uwanja na tunauharibu wenyewe. Mimi natamani kwanza wapate wanasemaga change of attitude ndio inaweza kutusaidia. Unajua unaweza ukaweka masharti mengi sana, lakini kama watu mawazo yao ni mgando, mtu atatoroka hata usiku atakuja kufanya tukio la ajabu hapa. Kwa hiyo mimi nataka kwanza wapate awareness, wajifungue akili. Waone ni namna gani tunapata hasara pale ambapo uwanja hauko kwenye standard. Simba kwa mfano last year hawakutamani kwenda kuchezea finali yao Zanzibar. Everyone was like, kwa sababu sio kwa sababu Zanzibar sio Tanzania. Zanzibar ni mahali pazuri sana, ila ukubwa. Tulitamani ile vibe ile kubwa, watu wengi kujaa uwanjani ifanyikie hapa. Walihamishiwa kule kwa sababu gani? Uwanja haukuwa kwenye, lakini anayesababisha viwanja visio kwenye standard muda mwingine ni sisi watumiaji. Kama hivyo viti watu wakimaliza mechi nini wanapigana, wanavingoa, wanafanya nini? Very bad. Uwanja muda mwingine kuna watu wanakuja na mambo yao, let's say wanaweza wakawa wana apply vitu ambavyo muda mwingine vinaleta shida na nini. Kwa hata viatu sijasema tofauti kwamba mimi hata hivi viatu tu sitaki kustep in navyo pale. Kwa sababu maji nimetoka navyo washroom kule, nimekanyaga muda mwingine vitu ambavyo vina bakteria na nini, nikienda kukanyaga pale napeleka maradhi kwenye yale majani. Yaani haya majani watu wanaweza kaona kawaida, lakini yanalelewa kama mtoto mchanga, kwa sababu yanapewa mbolea, yanapewa maji, yanapewa dawa, yanapewa kupumzika, muda mwingine yanafanyiwa stitching na nini. Yaani majani haya ni sensitive kuliko unapofikiri. Kwa hiyo kila mtu apate awareness, akiambiwa jamani msikanyage kwenye uwanja na viatu ambavyo sio proper, naomba wasikanyage. Ndio maana wachezaji wa mpira wakija wao wanaingia wakiwa na zile njumu zao, lakini njumu zile kama unafuatiliaga wao wapande nazo hata kwenye gari. Unajua most of them wakishaingia vyumba vya kuchange wanakuwa wanavaa sandals, wanakuwa open, wanabeba njumu zao. Kwa hiyo zile njumu huwa zina step kwenye na zinavaliwaga mara nyingi sometimes hapa. Wengine hata wanakuja kuvalia hapa na nini, kwa sababu ndio proper viatu ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya pale. Lakini tunaamini kwa sababu pia uelewa wakiendelea kuupata hawatakanyaga navyo maeneo mengine ambako yanaweza yakabeba bakteria na vitu vingine. Kwa hiyo tuwe makini kwenye matumizi ya viwanja vyetu, kwa sababu tayari serikali imeweka pesa nyingi, na hii sio pesa ya serikali, yani ni pesa ya Watanzania, si ndio? Serikali imeweka pesa, lakini Mtanzania una uchungu kwamba hii ni kodi ambayo na mimi nilichangia. Sasa basi tushirikiane kutunza, kwa sababu ni kitu chetu wote na kinatunufaisha wote. Sawa, issue yangu ilikuwa ni kwenye mfananisho. Tunafananishwa sana, watu wengi wanafanya ulinganifu na Morocco. Tutafika pale. Najua sisi sio Morocco na kuna vitu vingi ambavyo kiuhalisia tupaswi kufanya kama walivyofanya wao. Ila ni kwa namna gani tutatengeneza uspesho wetu.
kwamba watu pia wapende, yani kwamba ndio sio kama wale, lakini inao tamu. Mimi ndo maana nikasema, unajua kwenye ujenzi, hata ujenzi wa nyumba, kuna mtu anajenga nyumba yake finishing anafanya style ya Kichina, lakini mtu mwingine inakuwa inamboa. Mwingine anaona wow, lakini kuna mwingine anatengeneza kwenye style ya European style, yani iko kama local fulani, lakini mwingine anaona this is the wow. Mimi nafikiri twende na uniqueness yetu. Yaani watu wajiandae tu, wakae tayari kwamba watapata kitu cha tofauti. Kwa sababu this time wako East Africa. Sisi tuna mambo yetu amazing mengi, tuna culture zetu nyingi. Uwanja ndo kama hivi unajengwa na kukarabatiwa na nini na nini, lile opening match likifanyika, kila mtu atapata hiyo wao. Tukubaliane hivyo, kwa sababu kila siku tunawaza ku-upgrade. Wale walifanya mpaka pale. Sisi tunaweza tukaamua ile opening ikawa zaidi ya pale, na hata usione kama kulikuwa kuna tofauti kati ya, au ukaona hata sisi tumedo better. Mimi naamini kwamba sisi tutafanya zaidi ya wale. Wale labda watatuzidi sijui kwenye maeneo gani, kwa sababu kama viwanja, barabara tayari zinatengenezwa, vitu vingine, lakini kwenye eneo la vibe wewe umeenda Irene. Kweli. Vibe kule hakuna. Tuwe wa kweli. Sisi tuna vibe. Sisi tuna vibe kwa sababu watu wa michezo na watu wa mpira, bata is everything. Sasa sisi kwa bata ndo, yani watu mimi nakwambia watakumbuka vitu vingi sana Tanzania, waje tu. Sawa, nakushukuru sana. Na naamini next kipindi tutakuwa Arusha kule na kwenye uwanja wa Samia, na naamini utakuwepo.